Naam, mtazamaji wa Manara TV, nimekutana na moja kati ya mashabiki wachache wa klabu ya Yanga ambao wamejitokeza hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa kwa ajili ya kutaka kujua kinaga ubaga ambacho kitajiri huko ndani katika mkutano wa Mheshimiwa Waziri Paramagamba Kabudi na viongozi wa TFF, bodi ya ligi pamoja na klabu za Simba na Yanga. Mambo vipi? Poa, ishu vipi? Nini haswa ambacho kimekupelekea wewe kufika siku ya leo hapa katika uwanja wa Mkapa? Nimekuja kuwa support ya wanachama wenzangu pamoja na wenye viti wa matawi ambao tumekutana hapa kwa ajili ya kujua nini kinachoendelea, kwa sababu ukiangalia kikao chenyewe hakina mantiki, kwa sababu huu mpira unaendeshwa kwa kanuni na utaratibu, umeelewa? Sasa inapokuja swala la busara watu waende wakazungumze. Kwa sisi tumekaa kama wanachama hapa tukisubiria kuona uongozi wetu utakwenda kuzungumza nini kwenye hicho kikao, kwa sababu mantiki haiko kikao uioni. Kwa sababu kama kanuni zipo, kanuni zifuate. Sasa kwa nini watu wanaitwa waende wakajadili jambo ambalo kikanuni na kwenye katiba lipo? Ni vitu vya ajabu. Ndio tumekuja hapa tusikilizie uongozi wetu utaenda kuamua nini, lakini pamoja na maamuzi atakayoamua wasije wakafanya maamuzi ambayo baadaye yakasababisha vurugu ndani ya klabu, sababu Engineer Hersi wakina Rafati viongozi wetu wa Yanga sisi tumewaweka kwa maana ya kikatiba, tumewapigia kula. Kwa hiyo sisi ndio wenye klabu, wao wanatuongoza. Kwa hiyo wakienda kufanya maamuzi ambayo yatakuja kutumiza sisi, yani watasababisha vurugu mno kwenye klabu, kitu ambacho mimi sipendi kukiona, na nadhani hata wenyewe wapendi, hata serikali vile haipendi kuona kwamba kuna vurugu inatokea kwenye swala ambalo kikanuni liko wazi kwamba kama mtu amekosea, kama sisi tumekosea Yanga, basi tupate adhabu. Kama amekosea Simba, wapate adhabu. Kama ni bodi ya ligi wamekosea, wapate adhabu. Yani swala hili lisipelekwe kibusara. Yani kanuni na sheria ichukue nafasi yake. Kwa hiyo sisi kama Yanga, msimamo wetu tuko radhi tushushwe daraja, lakini haki itendeke. Kwa nini unasema kikao hakina mantiki aliyakuwa tunajua kwamba Mheshimiwa Waziri Paramagamba Kabudi ndio anakwenda kuketi na viongozi wa TFF, bodi ya ligi pamoja na Simba na Yanga? Unadhani kwamba akitokuwa na mantiki licha ya Mheshimiwa Waziri kuzungumza na viongozi wa hizi timu? Yani hapa mpira unaongozwa na serikali yake na Mheshimiwa Waziri Paramagamba Kabudi, yeye anaongoza serikali ya Tanzania katika sekta ya michezo, lakini mpira una serikali yake. Kwa hiyo mpira una maamuzi yake. Yani haiwezekani mtu wa serikali akaingilia mpira, na FIFA ikigundua kwamba kuna maamuzi, kuna serikali imeingilia mpira, maana sisi tunaweza tukapigwa bani. Kinachoenda kufanyika maana ni watu kwenda kuzungumza kitu ambacho hakitakiwi kwenye mpira. Mpira unaongozwa kwa taratibu zake. Acha kanuni ziseme, kanuni zipo, ziko wazi, umeelewa? Yani TFF wanatakiwa wakae wenyewe na bodi ya ligi waamue kwenda kutuita sisi Yanga, kuwaita sisi Simba, kukaa sisi na waziri. Ni mambo ya kusumbua. Sasa hivi kuna mambo mengi ya kinchi yanatakiwa afanyike. Waziri anaacha mambo ya kinchi kwenda kusimamia vitu ambavyo watu wamefanya kusudi kusigina kanuni. Kanuni na utaratibu utumike kama ulivyo. Ende kwa sisi Yanga kama Yanga tuko radhi kama kuna kushushwa daraja, kuna kupokonywa pointi, kuna kupewa adhabu, tuko radhi kama kanuni na haki itatendeka. Yani hatulazimishi hapa kwamba sisi tupate haki. Tunachotaka kanuni na utaratibu. Tusilete mazoea kwenye mpira. Palipofikia sasa hivi kwamba kila mtu apate haki yake, ndio kilichotuleta sisi wanachama na mashabiki wa Yanga. Je, unadhani watani zenu Simba pia hawana haki? Mimi sijui. Taratibu na kanuni sizipo. Wao waliotunga kanuni na taratibu watoe maamuzi kwamba nani mwenye haki, wampe haki yake. Yani kwa sababu gani? Hiki kikao hakina mantiki yoyote, hakina maana yoyote, na FIFA wakigundua maleko wataona kama sisi serikali imeingilia mpira, kitu ambacho hakitakiwi. Kwa nini tutumie busara tutumie busara sehemu ambayo kanuni na sheria zipo na tumejitungia sisi wenyewe? Shida ni nini? Na sisi shinikizo letu ni kwamba bodi ya ligi imeshindwa kusimamia mpira, imeshindwa kuongoza mpira, umeelewa? Kwa sababu ukiangalia yule Steven Mguto hana timu yoyote, kosti washamfukuza kule. Yeye anakuwa kama kwenye bodi, anakuwaje yeye mkuu wa bodi ya ligi hali ya kuwa yeye hana timu yoyote? Utaratibu gani na sheria gani inatumika? Kwa hiyo kuna wakati tusipeleke vitu yani kawaida kimazoea. Kanuni na taratibu zichukue nafasi yake, mpira uendeshwe kwa kanuni na taratibu, sio mambo ya kuleana. Okay, ikitokea kama bodi ya ligi ikipatikana na makosa, klabu ya Simba ikipatikana na makosa na Yanga ikipatikana na makosa, unadhani nini hapo? Kipi ambacho kitatokea? Yani yoyote aliyekosea, hata sisi Yanga wote sasa mmekosea, yani wote mna makosa. Yani kila mtu apewe adhabu yake kulingana na kosa lake. Kwa mfano, ukiangalia kesi inavyoanza, unaambiwa kwamba mabouncer wa Yanga waliwazuia Simba wasiingie uwanjani. Sasa hao mabouncer wapewe adhabu yao. Simba wapewe adhabu yao kwa nini? Wamegomea mchezo. Umeelewa? Sisi tulikuja uwanjani,
Umeelewa? Kama ni kosa kuja uwanjani, kama kuna adhabu ya kupewa, tupewe adhabu. Bodi ya ligi nayo ipewe adhabu kwa sababu imewasumbua watu wametoka South Africa, wametoka wapi nchi za mbali kwa ajili ya kuangalia derby. Nao bodi ya ligi wapewe adhabu yao na pia warudishie kwa sababu walichokifanya ni wizi. Wamechukua fedha za watu, umeelewa? Watu wametoka mbali, wamefunga safari wamekuja mpaka hapa, mpaka leo hii watu hawajui fedha zao watazipata au wasizipata. Na sisi Yanga msimamo wetu ni kwamba hatuchezi. Kama hatuchezi, wao walotumia hizo gharama zao wanazirudishaje? Yaani hilo ndio swali ambalo bodi ya ligi inatakiwa iwajibu wa Tanzania hao waliowasumbua kwanza, alafu pia wamewasababishia hasara kubwa. Kwa hiyo maamuzi yote yatakayotoka huko yawe ya haki. Yaani sisi hatupingi maamuzi yatakayotoka huko, lakini yatende haki kulingana na sheria na kanuni tulizojiwekea. Si nje hapo. Yaani wasitumie busara. Kanuni za bodi ya ligi zipo, ziwekwe, za TFF ziwekwe, aliyekosea apate adhabu yake stahiki. Ndio ambacho sisi mashabiki wa Yanga na wanachama tumekuja kukisubiri hapa, na tukiwashinikiza uongozi wetu kwamba wasije wakakubali maamuzi ya busara ya aina yote, kwa sababu watakuwa wametukosea na sisi hatutawasamehe. Yaani sisi kama mashabiki na wanachama hatuwezi kuwasamehe viongozi wetu wakienda kinyume na tulichokubaliana kwamba hatuchezi mechi mpaka bodi ya ligi iuzulu, umeelewa? Na ikiwezekana tupate point yetu. Kwa sababu gani? Sisi tulifika uwanjani, Simba walikimbia mechi. Kwa hiyo bila haki hiyo sisi hatuwezi kuwaelewa viongozi. Hatuko hapa tunawasubiri wakija watueleze kwamba walichokubaliana nacho ndio tulichowatuma, kwa sababu sisi tumewatuma wakatusemee sisi. Umeelewa? Ni viongozi kwa tunawaheshimu, lakini tumewatuma wakatusemee. Kwa hiyo waje watupe majibu. Je, tulichowatuma ndio wameenda kusema au wameenda kusema vitu ambavyo wametaka wao? Asante sana. Asante.